Mpendwa mtazamaji, ni siku ya Jumanne. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunalipata kutoka katika Injili ya Yohane sura ya 14 aya ya 27 hadi ya 31. Nitaisoma. Siku ile Yesu aliwaambia wanafunzi wake, "Amani na waachieni, amani yangu nawapa. Niwapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na uoga. Mlisikia ya kwamba mimi naliwaambia, naenda zangu tena naja kwenu. Kama mngalinipenda, mngalifurahi, kwa sababu naenda kwa Baba, kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Na sasa nimewaambia kabla halijatokea, kusudi litakapotokea mpate kuamini. Mimi sitasema nanyi maneno mengi tena, kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu. Lakini ulimwengu ujue ya kuwa nampenda Baba, na kama vile Baba alivyoniamuru ndivyo nifanyavyo. Ondokeni, twendeni zetu." Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, ni maneno ya mwisho kabisa ya Bwana wetu Yesu Kristo katika ule usiku wa Alhamisi Kuu, akiwa na wale mitume 12, mitume aliowaandaa kwa muda wa miaka 3 kabla ya kwenda kuteswa kwake. Kabla ya kuondoka, anawapatia wosia, na neno la mwisho analowapatia wosia ni hili, kwamba amani na waachieni, amani yangu nawapa. Katika lugha ile ya Kiebrania, Waibrania walitamka amani kwamba ni shalom. Kwa hiyo aliwaambia, shalom, ninawapatia amani. Amani ilikuwa ni neno ambalo Myahudi yoyote yule alikuwa analitamka neno hilo mwishoni mwa mazungumzo kati yake yeye na rafiki yake mpendwa. Anapotaka kuweza kuondoka, ilikuwa lazima atamke shalom. Ndio maana hata Yesu alipokuwa amefufuka, kitu cha kwanza alichokuwa anawasalimu wanafunzi wake, wafuasi wake, ilikuwa ni shalom, amani iwe nanyi. Na hadi sasa katika ibada zote za misa, tunapoanza mwanzoni na tunapofunga ibada zote za misa, lazima tuwatakie watu amani. Amani ndio kitu cha mwisho kabisa ambacho mwanadamu yeyote yule anakipata. Hata uweze kuwa na pesa, hata uweze kuwa na mali za namna gani, hata uweze kuwa na afya ya namna gani, lakini usipokuwa na amani tu, tayari wewe si mwanadamu aliyekamilika. Amani inatafutwa kwa gharama kubwa, na amani ikivunjika tu ndani ya moyo wa mwanadamu au katika nchi, kuipata hiyo amani, kuja kuirudisha hiyo amani, mtatumia gharama nyingi sana. Alichowapatia wafuasi wake ambao walikuwa wanaenda kuingia katika mateso kwa sababu bwana wao anachukuliwa, bwana wao anaenda kuuawa, wanamshuhudia kiongozi wao anauawa, ilikuwa ni amani. Yaani katikati ya msiba wa bwana wao, katikati ya mateso, walijawa amani. Amani ndio iliyowafanya wakaweza kuungana. Hivyo basi, katika safari ya maisha, Yesu anachotufundisha kwamba kwa mzazi yeyote yule ambaye ni kiongozi kwenye familia, kama yeye alivyofanya kwa baba, hakikisha kwamba kila siku jioni mnapoenda kulala kupumzika, watakie amani watoto wako, mtakie amani mwenzako. Kama kuna jambo lolote lile ambalo liliwafanya mchana mzima mshindwe kuweza kuwa na maelewano, kubali kupoteza mambo yote, lakini amani iweze kutawala. Kwa kiongozi yeyote yule wa kiroho, kama Yesu anavyotufundisha,
popote pale utakapoenda, hakikisha kwamba wale watu unaowaongoza unawatakia amani. Amani isipokuwepo, kiongozi, huwezi ukafanya jambo lolote lile. Tumia mbinu zozote zile, ukubali mambo mengine, afadhali ukubali kushindwa katika jambo jingine lolote lile la kimaisha ambalo limetokea, lakini amani iweze kutawala. Ndio maana Yesu katika hatua yake ya mwisho anasema, ninawaachieni amani, amani yangu nawapa. Kwa hiyo alituachia amani yake. Mpendwa mtazamaji, unapita katika mazingira magumu ya namna gani? Umekuwa una wasiwasi namna gani? Katika kila jambo linalokuja katika safari yako ya maisha, usije ukategemea kwamba utapata furaha katika mambo yoyote yale. Hata unapopita katika mateso, itafute amani ya Bwana ambayo yeye Yesu aliwaachia wafuasi wake. Na baadaye hata tutakapoweza kuwa tunaondoka hapa duniani kwenda kwa Baba, tutaondoka tukiwa na amani. Yesu anaendelea, anasema hivi, msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na uoga. Kwa nini anawapatia neno hili kwamba wasifadhaike katika mioyo yao? Yesu Kristo anawapatia nguvu hawa mitume wasifadhaike katika mioyo yao, kwa sababu baada ya muda si mrefu, historia yote ya mitume hawa ilikuwa inaenda kuharibika, kwa sababu walikuwa wanaingia katika mateso. Anawaimarisha ndani ya mioyo yao kwamba msije mkaruhusu neno lolote lile la fadhaa liingie ndani ya moyo wako. Haijalishi mambo yamekuwa ni mabaya namna gani, linda sana moyo wako. Moyo wako ni kila kitu. Moyo wako ndio umejaa uzima. Ndani ya moyo wako ndipo utakapoweza kufanya maamuzi yaliyo magumu. Ndani ya moyo wako ndipo utakapoweza kuja kusimama. Usiingize jambo lolote lile ndani ya moyo wako. Anawaambia wafuasi wake, msifadhaike. Mtume Paulo alipita kwenye changamoto kubwa sana. Ukisoma katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 14 kuanzia aya ya 27 mpaka ya 31, Mtume Paulo akiwa pamoja na Barnaba alisafiri akaenda eneo ambalo linaitwa Ikonio. Alipofika pale, Wayahudi ambao walikuwa ni marafiki, Wayahudi ambao walikuwa wanasali pamoja, Wayahudi ambao walikuwa ni Mafarisayo pamoja, wakaanza kuharibu kila kazi aliyokuwa anaifanya. Na wakafika pale wakamshika Paulo, wakampiga kwa mawe, wakadhani kwamba amekufa. Kwa sababu Paulo alikuwa ana amani ya Kristo. Hakutaka kuweza kuingiza fadhaa yoyote ndani ya moyo wake. Kwa nini nimepigwa? Alifurahia kuweza kuumizwa kwa ajili ya Kristo. Wayahudi hao walipompiga kwa mawe wakajua wamemuua. Walipoondoka, mitume wakamzunguka. Walipomzunguka mitume, akainuka Paulo, akawa ni mzima. Kwa nini? Hakuruhusu fadhaa ingie ndani ya moyo wake. Haijalishi utaumizwa namna gani na watu unaowapenda, haijalishi watu ambao wapo karibu na wewe watakuumiza namna gani, usije ukaruhusu fadhaa ikaingia ndani ya moyo wako. Fadhaa ikiingia ndani ya moyo wako, utashindwa, mwili utakuwa ni dhaifu. Lakini ukiliacha liende pembeni, hata maumivu yote ya mwili uliyopata yatakufanya utasimama na utasonga mbele kama Paulo alivyofanya. Mwishoni Yesu anatuambia kwamba anaenda kwa Baba ambaye ni Baba yetu. Anasema furahini, kwa sababu anapoenda kule kwa Baba, kama alivyozungumza katika sura iliyopita, kwamba anaenda kutuandalia makao pale alipo na sisi tuwepo. Anasema hivi, tukiwa kule, akiwa kule mbinguni, yeye atakuwa ni mwombezi wetu. Na akasema anatuletea Roho Mtakatifu. Na anazungumza wazi kwamba duniani hapa yupo shetani ambaye ndio mkuu wa ulimwengu huu. Akasema kwa sababu shetani ni mkuu wa ulimwengu huyu, amesema hawezi jambo lolote lile kwa Yesu Kristo. Na sisi ambao ni wafuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo, tumetoa maisha yetu kwa ajili yake. Kama Yesu Kristo ni Bwana wetu na damu yake ya thamani ipo juu yetu, shetani hawezi kuwa na jambo lolote juu yetu sisi. Ukiona unapita katika mazingira magumu, unashambuliwa na shetani, maana yake hujamfanya Kristo, hujafanya damu ya Kristo iweze kuwa kinga kwako. Yaani hujamvaa Kristo ndani ya maisha yako. Mvae Kristo ndani ya maisha yako na shetani hawezi kukugusa. Na ndio maana basi baadaye anawapatia nguvu mtume wake, anasema twendeni zetu katika ile bustani ya Getsemani waende wakaombe.
Mwenyezi Mungu akutie nguvu katika safari yako ya maisha. Shetani hana lolote katika safari yetu ya maisha, yeye alishashindwa. Na baadaye pia Yesu anasema tusifadhaike katika mioyo yetu, anaenda mbinguni kwenda kutuandalia makao na anatutakia amani. Na mimi nakutakia amani ya Bwana iwe pamoja nawe, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.